Sisi bado tunaendelea hapa, tuko na baadhi na wachezaji wa timu yetu hii ya Tausi Football Club ambao ni timu ya wanawake, na kubwa zaidi ni katika kuangalia kile ambacho wanakifanya uwanjani, lakini pia tunatarajia kuiona ligi ya wanawake ikienda mbali zaidi, lakini pia baadhi ya wachezaji wetu wakitoka hapa Tanzania. Tunawazungumzia kina Aisha Masaka, Lilian Mkulu, wakina Oprah, tunatamani kuwaona mbali zaidi. Sasa hawa hatuwezi kuona mbali kama hatutaona pia Tausi Football Club. Na kuna mmoja ambaye aliwahi kutumikia ligi yetu, akafanya makubwa mengi sana, akiandika historia kubwa sana. Walimuita Gaucho kwa sababu ya uwezo mkubwa wa kuchezea mpira, wakamuita majina mengi mazuri na majina ambayo yaliweza kukumbwa katika vitu vingi sana. Sasa ana historia ndefu ya kutambia ni kwa nini waliamua kumuita jina la Gaucho, fundi wa mpira kutoka Brazil, mwanaume ambaye mimi nasema ukweli, aliyefanya nikapenda mchezo wa mpira miguu ni Ronaldinho de Assis Gaucho. Moreira Ronaldinho Gaucho akiwa na vitu vingi sana. Nilishuhudia. Sasa baada ya kumshindia Mwanamisi, kaja kujua kwamba na yeye ni mmoja wa wanawake ambao wana uwezo mkubwa wa kuchezea mpira kwa kiasi kikubwa. Amefanya makubwa katika soka letu. Mmoja wa wachezaji wa kwanza kabisa baada ya ligi kuu soka Tanzania bara kuanza kuweza kutoka kwenda kucheza nje ya nchi. Gaucho, habari? Poa, mambo. Salama. Alhamdulillah, mshukuru Mungu. Alafu taarifa nyingine hapa ni watoto wawili wa Mbagala. Yeah, Mbagala Finest tuko wengi sana. Ni kweli. Unajua Mbagala na ni sehemu ambayo wanatoka wachezaji wengi, ni tuseme ni wilaya ambayo au ni sehemu ambayo inatokea, hata ukiangalia tuna uwanja mkubwa ambao ni Chamanzi uko Mbagala. Kwa wachezaji wengi nahisi wanaishi Mbagala, ikiwepo mmoja wapo Mwanamisi Omari. Najivunia kwa Mbagala. Hivi Mwanamisi, mtu akizungumzia kuhusiana na ligi ya wanawake Tanzania, tunajua umecheza kwenye vilabu vikubwa vya timu za wanawake hapa Tanzania, si ndio? Unaweza ukatuambia yani kwa neno hili moja ligi ya wanawake, afu tutafutie kitu ambako katawafaa zaidi katika neno moja. Ukizungumzia ligi ya wanawake, mimi naamini kwa miaka hii ya sasa hivi 3, 4, 5 ndio ina ushindani mkubwa sana. Ukiangalia ilipokuwa imeanza, alikuwa bingwa Mlandizi Queens ambaye alikuwa anashindania, kulikuwa na JKT, kulikuwa na kina Simba Queens ndo zinaanza. Kwa hiyo sasa hivi ina mwamko mkubwa sana, ndio maana unaona wengi Tanzania sasa hivi wachezaji wengi wa kigeni kwenye timu tofauti wengi sana, kwa sababu ni ligi ambayo sasa hivi imekuwa. Na ukiangalia kwenye ligi yetu sasa hivi ni wachezaji wengi sasa hivi wametoka kwenda nje kwenda kutafuta changamoto. Ni wengi. Yote hiyo kwa sababu ya ligi kuwa na ubora zaidi. Naamini ubora huu ndio umefanya kutoa wachezaji wengi walio wengi kwenda nje. Ulikuwa mmoja wa wachezaji wa kwanza kabisa katika baada ya ligi ya wanawake kuanza kama ligi kutoka kwenda kucheza soka la kulipwa nje ya nchi. Ilikuwaje? Kwangu ilikuwa sio rahisi, lakini ilikuwa rahisi kwa sababu naamini kila kitu ni malengo. Ukijiwekea malengo, ukijua unachokifanya, hata Mungu naye anakujalia unachohitaji. Ilikuwa ngumu kwa sababu mimi wakati naondoka sikuwa na agent. Yaani mimi mchezaji mwenyewe ambaye alikuwa ni mchezaji ambaye wa Morocco, tulikutana kwenye mashindano yalifanyika Tunisia. Kwa hiyo yule mchezaji ambaye alikuwa anachezea timu ya Morocco aliniona, ni goalkeeper. Kwa hiyo akanipenda, akamwambia, na sisi aliongea na ticha Bakari Shime kwamba mchezaji ni mzuri, tunamhitaji, kuna timu yangu kule. Kwa hiyo ndio ilikuwa hivyo, sikuwa na agent kama sasa hivi kuna maagent wengi ambao wachezaji wengi wanapata masponsor wengi, yani umeona. Kwa hiyo mimi nilitoka kwa njia hiyo. Lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu, ilikuwa ni mwanzo mzuri na pia ndio ulifungulia wachezaji wengi. Naamini ukiacha na kina Sofia Mwasikiri, kina Esther Chabruma, katikati ndio alikuja kutokea Mwanamisi. Kwa sababu mimi ndio niliwafanya wachezaji wengi wakaamini kwamba inawezekana. Kwa sababu nilipotoka mimi ndio alikuja kina Singano, kina Opa, kina Aisha Masaka, kina Clara Luvanga. Kulikuwa watu wengi sana wachezaji wakaamini kwamba kama Mwanamisi ameweza, amekaa zaidi ya miaka 3, basi hata na sisi tunaweza. Mimi kwangu binafsi ninajivunia kwa sababu naamini usubutu wa kwangu mimi ndio ulifanya wachezaji wenzangu wakaona inawezekana. Swala la kizushi kabisa. Ukitaja Yanga Princess, ukitaja na Mwanamisi ni kama vile
wanashika vichwa wanakuna. Umewafunga mara nyingi sana. Siri ni nini? Namshukuru Mwenyezi Mungu, ni mchezaji ambaye sababu bado katika mchezaji ambaye amefunga goli nyingi katika dabi ya Simba na Yanga wanawake ni Mwanahamisi. Kafika Tausi pia mechi wanakutana nao kanda mbili. Kwa hiyo lazima tujue si ni nini katika kuwafunga Yanga Princess. Ni kwamba unawaweza sana au ni kipaji? Hapana, si kuwaweza sana. Unajua ndio maana nakuletea hapa anasema mchezaji mzuri lazima uwe na target ya kwako wewe mwenyewe. Ya kwanza ya klabu na pili ya kwako wewe mwenyewe. Unapofikia katika labda kuna ushindani, labda mchezaji mzuri anaonekana kwenye mechi kubwa. So mechi hizi ndogo ya mechi kubwa unaenda kufanya maamuzi. Yanga ni timu ambayo sasa hivi ina timu nzuri, ina wachezaji wazuri na inakuja vizuri na italeta ushindani kwenye ligi kuu. Kwa hiyo mimi binafsi nakutana nao na kuwa nasema lazima nionyeshe kitu fulani. Okay. Mwanzoni wakati wa ligi ya wanawake tunaweza tukasema hivyo, wakati wa mwanzo kabisa, na tunaona wewe ni moja kati ya wachezaji ambao wamekwenda mbali zaidi. Alichukua ubingwa wa kwanza na Mlandizi Queens. Yes. Na tumeona umeenda mbali zaidi. Mara ya kwanza ilikuwaje? Hali yani jinsi ambavyo soka la wanawake lilikuwa linabebwa kwa namna fulani. Alafu na sasa hivi angalia kapu la ligi ya wanawake jinsi ambavyo inabebwa hapa Tanzania. Cha kwanza wapongezwe TFF kwa sababu ukiangalia ligi yetu ya wanawake haina sponsor. Sponsor ni wale wa kuingia na kutoka. Kwa hiyo sponsor au mlezi mkubwa ni TFF. Kwa hiyo ni mojawapo ya kupongezwa, zaidi ya miaka 5 sijui 6. Ligi inacheza ambayo haina sponsor, lakini bado tunaendelea kucheza, anapatikana bingwa na bingwa anaenda kuwakilisha mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo ni timu ambayo ni walezi ambao wanahitaji kupongezwa sana. Pili, mwamko pia umetuletea kupata timu au kufanya ligi pia kuwa bora na kupata wachezaji waliokuwa bora. Ndio maana leo hii umeona kuna kina Tausi, kuna kina timu nyingi zinatokea kwa sababu ya ule ubora wa ligi ya Tanzania ya wanawake. Mimi nawapongeza sana viongozi ambao wana organize kwenye ligi au mpaka tunakwenda kucheza ligi ambao wanosimamia, nawapongeza sana. Kutoka kwako Simba ulijisikiaje the first time? Unajua kuna leo afu kuna kesho. Lazima ukubali kwa sababu huwezi kumchukulia Mwanahamisi wa mwaka 2001 ukamchukulia mwaka 2026 au 25. Kwa sababu kila kunapokucha kuna vipaji vinaibuka. Inawezekana ukawa umebaki kwenye ile performance yako, lakini kuna wachezaji wengi sana wanachipukia saizi, wana nguvu, wana ubunifu, wana nini. Kwa hiyo lazima ulete ushindani. Ndio maana sometime ukiangalia sasa hivi Simba ina wachezaji wazuri, Yanga ina wachezaji wazuri. Kwa hiyo hata na mimi Mwanahamisi sasa inanibidi nitafute changamoto sehemu nyingine. Inawezekana mtu akuchukulia kama Mwanahamisi kaferi labda kutoka Simba kwenda mpaka Tausi. Hapana. Mwanahamisi anahitajika na yeye kutoa mchango katika hizi timu ambazo watu wengi ambazo hawaziwekei manani sana. Kwa sababu kuna wachezaji ambao wanahitajika na wao wakicheza na Mwanahamisi. Wanajua Mwanahamisi alicheza Simba, akatoka Simba akaenda zake nje akarudi tena Simba. Unapocheza nao kuna maelekezo mengi sana au kuna msaada mwingi sana wa kuweza kuwasaidia kwamba tunahitaji kuitoa timu hapa tulipo tuipeleke sehemu fulani. Umecheza kwa muda mrefu sana. Sababu kubwa kukeep kiwango chako. Nakumbuka tumekushuhudia na kina kwa mbali wakati unakuja ndio kipindi kile kina Datu wakiwa wanatoka katika mpira hadi hivi sasa miaka mingi. Kuna wengine wameshindwa kuendelea, wamerudi, ila Mwanahamisi bado ataendelea kuitwa Mwanahamisi. Siri ya mafanikio kufika hapa kucheza kwa muda mrefu ni nini? Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Unajua ndio ile nakuja nasema sometimes kujitambua unachokifanya. Pia kuheshimu kazi yako. Mimi mpira ndo kazi yangu. Na pia kinachotushinda watu wengi sana ni kujitunza. Kwa sababu mpira hauhitaji vitu vingi. Lazima ujitunze. Na sio mpira tu, hata kazi ya kawaida kwa nyinyi mnafanya kazi ofisini. Bila kuijali kazi yako, hata bosi hawezi kukuona wewe bora. Si ndio hivyo? Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye sometimes siwezi kujisifu, sinaga mambo mengi. Yaani sio mtu wa kwenda klabu, si mtu wa kunywa sinywi pombe, sivuti sigara, situmii kilevi cha aina chochote. Kwa hiyo ni moja wapo pia inaweza ikawa inanisaidia pia kutunza ile energy. Ukiwa unatumika sana kwenye baadhi ya vitu vingi, kwa hata energy nayo inapungua.
Nidhamu imekuwa silaha kubwa sana Mwanamisi. Tangu nimeanza kushuhudia, sikumbuki ni lini nimekuwa nimepata kadi nyekundu. Sidhani kama ushawahi kupata kadi nyekundu tangu umeanza kuzaa ligi kuu soka ya wanawake Tanzania bara. Kadi nyekundu nishawahi kupata mashindano ya Mimi nasema ligi. Ligi siwahi kupata kadi nyekundu. Nidhamu ni nini? Hata kadi ya njano Mwanamisi unazo chat sana wanjani. Nidhamu ni moja hapo, pia inaweza ikakutunzia performance yako. Yaani sometime ule mchango unapokuwa na wenzio au unautoa ndani ya klabu yako au ukiachana na ndani ya klabu, nje ya unapoishi pia, kwa sababu nidhamu inaanzia nje unapoishi, umenielewa? Pia kwa walimu wako, kwa benchi la ufundi kwa ujumla. Kwa hiyo mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwenye hilo lote. Ukinitafuta unaweza ukanikosa ya. Ni mechi gani ambayo ukimbeba leo hii Mwanamisi haiwezi ikaondoka kwenye kumbukumbu yako, na tunaweza tukasema ulikutana na kijingi kiasi kwamba ukasema this match is so tough? Ni mechi ambazo za kwenda kucheza, ambazo haya mashindano yanaenda kwenda Twiga sasa hivi. Ni mwaka 2010 ilikuwa South Africa. Ndio ilikuwa kwa mara yangu ya kwanza kwenda kucheza mashindano makubwa tena kwenye ngazi ya national team. AFCON ya kwanza 2010 nilikwenda kucheza South Africa. Na ndio ilikuwa ni mechi yangu kubwa, mechi ya kwanza na South Africa, na ndio wafunguzi. Kwa hiyo mechi hiyo ndio ilikwenda kunipatia mimi kadi nyekundu. Umeona? Kwa sababu enzi zile ndo enzi 2010 vuvuzela ndo zilikuwa zimeingia South Africa. Kwa hiyo nilipata kadi ya njano, ilikuwa ni mechi ngumu, mimi ndo nilimpatia Esther Chabruma pasi ya mwisho kwenda kushinda. Kwa hiyo ikawa kelele nyingi, umeona, ikawa imepigwa filimbi, mimi sikusikia. Kwa hiyo ile mpira nikautoa kwa mguu, kwa hiyo refarii akaona kama nimemfanyia dharau, nikapata kadi nyekundu. Ni mechi ambayo nilikosa mechi nyingine ya Nigeria kwa sababu ya ile red card. Kwa hiyo ni mechi ambayo naikumbuka sana ya. Na nikizungumzia kuhusu AFCON ya kwanza mmenikumbusha mbali sana. Nakumbuka ni AFCON ambayo tulishuhudia ubora wa Esther Chabruma, mchezaji ambaye mara nyingi ukimzungumza Mwanamisi, ukimzungumza Esther Chabruma anakuambia kuhusu swala Mwanamisi Omari. Ni kwa nini Esther Chabruma anakukubali sana? Yaani ukianza katika wachezaji bora Esther Chabruma atakwambia Mwanamisi Omari. Miongoni, yani mtu ambaye ametufanya sisi tuupende mpira mguu. Heshima yake nampa yule dada, kwa sababu ni mtu alitufanya sisi walio wengi vipaji vingi sana. Ukizungumzia saizi ukina kina Asha Mwalala, kina Mwanamisi, ukati huo lazima utaweza kumtaja jina la Esther Chabruma, kwa sababu alivutia watu wengi. Mimi namuona Esther Chabruma, mimi niko kijijini katika vitabu vya femina vile vya ukimwi. Ndio namuona kwenye tangazo mure. Kwa hiyo ni mtu ambaye mimi namkuta Esther Chabruma ni ukati huo ndo kesharudi kutoka Ulaya. Jifikirie, yani karudi kutoka Ulaya. Yani ndo kasharudi Tanzania, lakini nimemkuta kwenye kiwango kikubwa. Na ni mtu ambaye alinisaidia kwenye kwa sababu nilikuwa nacheza position naye moja. Kwa hiyo mimi hata akiwa anacheza nilikuwa namwekea respect, kwa sababu kuna vitu amenizidi mimi. Pia nilifanya kujifunza kupitia yeye, ndio kutanifanya kunisaidia. Na pia namshukuru Mwenyezi Mungu. Wakati naingia niliwakuta wakubwa wangu ambao ndo walikuwa wao. Walinipokea, walinisaidia, na mchango wao ndo ulinifanya mimi kufikia hapa, mpaka kiasi ambacho Esther anaenda kustaafu alisema jezi yake namba 8 apewe Mwanamisi. Sasa lakini nilimshukuru kwa sababu si kwamba kwa sababu gani, respect ambayo ilikuwa tunaekeana mimi na yeye, heshima, unanielewa, na alikuwa anathamini uwezo wangu na mimi nilikuwa nathamini uwezo wake. Ushauri kwa wazazi, kuna wazazi wengi ambao na pia na jamii kwa ujumla wanaochukulia kawaida mchezo wa mpira wa wanawake, watu wengi wakiamini kwamba ni mchezo ambao wanawake hatakiwi kucheza mpira wa miguu. Ushauri kwa wazazi ambao watoto wao wana vipaji ila wanaamua kuwafungia ndani wasicheze mpira kwa sababu ya kuona vitu vingi. Mwanamisi hapa hatumii kilevi chochote. Mara nyingi na kukuta Mbagala mwenyewe wanafanya trotting mpaka nyumbani. Waga naambia watu ni moja mtu ambaye ni mstaarabu sana. Anasalimiwa na kila teja anayemwona barabarani. Mwanamisi. Kitu ambacho cha kushauri. Mimi na kwanza siwezi kusema kwa wazazi, hususa wachezaji wenzangu na wahusia. Huu ni mpira wa kiume. Labda mpira wa kiume usifanye ukatutoa katika ule uasilia wetu wa kuwa sisi ni wanawake. Kwa sababu inawezekana mimi Mwanamisi kuna watu wengi ambao wananitizama mimi.
na kuna wazazi wengi ambao wanahitaji watoto wao wawe kama Mwanahamisi. Endapo mimi nikienda tofauti, kwa nitazidi kudidimiza wachezaji wengi ambao wenye ndoto za kutimiza ndoto, yani napenda kwa nini tu kuwatoa wasiwasi. Mchezo wa mpira wa mguu si mchezo wa kiuni. Inawezekana kwa sababu kuna wengine wanafanya uhuni lakini hawapo kwenye mpira. Umenielewa? Kwa hiyo mpira ni wazidi kuwapa support watoto wao, wazidi kutimiza ndoto zao na malengo yao. Ndio hivyo. Asante sana. Huyo ni Mwanahamisi Omari. Nilitamani kuzungumza naye kuhusu Esther Chabruma kwa sababu ya story hiyo. Esther siku anatundika daruga kama mchezaji, aliomba kabisa jezi yake ya national team apewe Mwanahamisi Omari, jezi namba 8. Akati yeye alikuwa shabiki anatamani kuvaa jezi namba 7 kama Gaucho, ila Mwanahamisi Omari akasema Esther Chabruma akasema hapana, utavaa jezi yangu. Tundika daruga alafu wewe utavaa jezi yangu. Unajua jambo zuri hilo? Yes, ni jambo zuri, lakini pia kutoa heshima kwa kile ambacho mtu anakuwa anakifanya au kwa uwezo ambao anakuwa ameuonyesha, sio? Yes. Bwana, sisi tunafunga hapa, sio? Maliza hapa Coco Beach kuzungumza na baadhi ya wachezaji wa Tausi Football Club. Nadhani tumejifunza vitu vingi, sio? Tumeongea na mchezaji wa kigeni anayecheza timu ya taifa Burkina Faso. Akatuambia jamani, kwenye AFCON kama atakuwa ameitwa kwenye national team tuwe tayari. Na amezungumzia ubora wa timu yake, amesema Burkina Faso sio timu ya kuchukulia poa, inawezekana tukashuhudia zaidi katika AFCON. Pia tumeongea na nyota mkongwe, mmoja wa wachezaji ambao bado wanacheza ligi hii, ambaye alichukua ubingwa wa kwanza kabisa wa ligi kuu soka wanawake Tanzania bara akiwa na Mlandizi Queens, mabingwa wa kwanza ambao hivi sasa bahati mbaya hawapo katika ligi kuu soka wanawake Tanzania bara baada ya kushuka daraja, ila ana historia nyingi sana. Pia ni mchezaji ambaye amewafunga Yanga Princess mara nyingi zaidi. Ukimwacha Opa Clement lazima utamzungumzia Mwanahamisi Omari. Kila wanapokutana lazima aingie kambani. Mtu anakandwa. Sawa. Ndio inaumiza hiyo. Inaumiza sana. Bwana, sisi tunamaliza hivi, nadhani hii sio mwisho wa story yetu. Bado tunaendelea, lakini pia tunayo mengi zaidi. Kikubwa kwako ni kuendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Malkia Choice Media, lakini pia kupitia Instagram andika Malkia Choice FM, na sisi tuko hapa. Lakini ukitaka kutusikiliza vizuri kupitia redio yetu ni 102.5 au nukta Gwala, inakuwa imekaa vizuri, sio? Mimi naitwa Fabiola Bosco, nilikuwa na ndugu yangu mtu mbili ndani ya track moja.